بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Enyi ndugu katika iman, leo biidhnillahi taala tutasoma kuhusiana na sifa ya umra na almawaqitu. Sifa ya umra na sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba tutie nia ya kuingia katika ibada hii ya umra au ya alhajj. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajaacha kitu katika dini yetu isipokuwa ametuelekeza, na ndipo alipotaka kufundisha ibada ya hajj na ibada ya umra alituanzia toka mwanzo na akatuelekeza ibada hii namna ya kuifanya. Jambo la mwanzo kabisa ambalo alituelekeza katika ibada hii ya al-umra, akatufafanulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanachuoni wakatizama ibada hii wakasema ina nguzo tatu. Nguzo ya mwanzo tumeizungumzia katika halaka iliyopita ambayo ni al-ihram, na nguzo ya pili ya ibada hii ya al-umra ni kutufu, yani kuzunguka al-Kaaba mara 7, na nguzo ya tatu ya ibada hii ya al-umra ni as-sa'i baina as-safa wal marwa, kuzunguka Safa na Marwa mara 7. Na pia ibada hii ina mambo ya wajib mawili. Jambo la mwanzo ni al-ihramu fil miqat, kuhirimia katika miqat. Na nini miqat? Miqat ni maeneo maalum ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaweka na akayasema kwamba watu watakapopita wakikusudia ibada hii, yani ziara ya kuzuru nyumba tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala na maeneo takatifu, basi wapite katika maeneo haya, watie nia ya kuingia katika ibada hizo. Haya maeneo ndio yanaitwa almawaqitu, au moja linaitwa miqat. Kwa hiyo kuhirimia, yani kutia nia kuingia katika ibada katika haya maeneo ni jambo la wajib katika ibada hizi mbili ya alhajj na alumra. Na katika jambo la wajibu lingine ni alhalqu wattaqsir, yani kunyoa nywele kwa mwanaume zote au kupunguza kwa mwanaume, na kwa mwanamke pia anaruhusiwa kupunguza. Mwanamke haruhusiwi kunyoa nywele zake. Sasa jambo la mwanzo kabisa la kulizungumzia ni hizi almawaqit. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli almadina dhul hulayfa, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka sehemu ya kuhirimia na kuingia katika ibada hii alhaji na alumra kwa watu wanaotoka katika mji wa Madina, dhul hulayfa. Dhul hulayfa ni eneo ambalo liko katika mji wa Madina na liko umbali wa kilomita 420 mpaka mji wa Makkah al-Mukarrama. Wali ahli Sham al-Juhfa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka kwa watu wanaotoka Sham, kaskazini magharibi mwa Saudi Arabia, akaweka al-Juhfa ambayo iko takriban kilomita 186 mpaka mji wa al-Makkah al-Mukarrama. Wali ahli Najdin qarn al-manazil, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wanaotoka Najd, yani Riyadh na miji yote nyuma yake, akaweka qarn al-manazil ambao leo hii inaitwa as-Sailu al-Kabir. Akaweka eneo hili kwamba watu watatia nia ya kuingia katika ibada ya al-hajj au al-umra eneo hili ambalo ni kilomita takriban 76 mpaka mji wa Makkah al-Mukarrama. Wali ahli Yaman, na kwa watu wa Yaman akaweka eneo ambalo liko ni mlima, ni jabal ambao liko janubi Makkah, kusini mwa Makkah, linaitwa Yalamlam ambao liko takriban kilomita 120 mpaka katika mji wa Makkah. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzunguka mji wa Makkah akawa ameweka maeneo ambayo mahujaji watapita na kuhirimia na kutia nia ya kuenda katika ibada hii. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam maeneo haya sasa, na watu wa miji hii ambayo tumetoka kuizungumza, akasema fahunna lahunna, maeneo haya ni ya watu watakaotoka katika miji hiyo. Waliman ata alaihinna, na kwa watu watakaopita kutokea nchi za mbali, kutoka Afrika, kutoka Amerika na kutoka sehemu zingine, yani waman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, kwa watu wasiokuwa wa miji hiyo, kwa hiyo watapita hapo. Kwa watu kutoka Kenya, kutoka Tanzania, kutoka Malawi, wao mara nyingi wanapitia Yalamlam, wanapita na ndege, wanakuwa wanahirimia pale. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hunna lahunna waman ata alayhinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu alhajj wal umra,
kwa akaweka kwa yule mtu ambaye anakusudia kufanya hija na kufanya umra. Kwa hiyo kuhirimia katika miqat, kuhirimia manake kutia nia kuingia katika hizi ibada ni jambo la wajibu. Manake unaweza ukahirimia kwenu ukavaa mavazi yale kama wanaume rida na izar, kisha ukapita katika maeneo haya ukahirimia ukatia nia ya kuingia katika ibada ya umra vizuri kabisa. Na katika hadithi nyingine imekuja kwa ahli al-Iraq, akaweka Mtume sallallahu alaihi wasallam dhata irqin, eneo ambalo linaitwa dhata irq, ambalo liko takriban kilomita 100, yani paka katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Baada ya mtu kupita katika maeneo hayo na akawa amehirimia, ameingia katika ibada ya al-umra. Kwa mwanaume kama tulivyosema jana, atavua nguo zake zote, atavaa nguo zake mbili zile ambazo si za kushonwa, ni rida na izar. Na kwa mwanamke atavaa mavazi yake, kisha uso wake atauacha kama hakuna wanaume, na hatovaa gloves. Baada ya pale sasa atasema labbaika allahumma umra au allahumma rabbaika umra, kama anakusudia kufanya ibada ya umra, na hapa anakuwa ameingia sasa rasmi katika ibada hiyo. Na baada ya hapo sasa ataanza safari yake kwenda katika mji huu mtakatifu kuingia katika ibada ya umra, huku akiwa anasema labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hii inaitwa at-talbiya, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tuifanye kwa sauti kubwa, ili iwe ni ushahidi kwetu sisi siku ya kiyama, kwa viumbe vitakavyotusikia kwamba tuliitikia mwito wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kuzuru na kutembea katika nyumba yake tukufu na takatifu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya ibada hii na alipohirimia, akawa anafanya talbia hii, na ili katika talbia hii baada ya kufika katika msikiti, yani Masjidul Haram, baada ya kufika pale ndio talbia hii inakatika na anaingia katika jambo lingine. Akifika Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa katika mji wa Makka, akiwa amekusudia ibada hizi, alikuwa akikoga na kujisafisha, kisha anaingia sasa katika ibada hii, anaingia katika msikiti kwa kusoma dua ya kuingia msikitini. Kisha baada ya hapo anakwenda anaielekea al-Kaaba, anaielekea na kuifikia al-Kaaba. Akifika pale ndio ibada inaanza sasa rasmi, kwa kuiweka ile al-Kaaba katika upande wa mkono wake wa kushoto, kisha anasogea katika al-Hajarul Aswad, kwa sababu ile al-Kaaba ni nyumba tukufu na takatifu ambayo alijenga Ibrahimu alayhi salatu wassalam akisaidiwa na Ismail mwanae alayhi salatu wassalam. Kuna jiwe takatifu, jiwe jeusi lililotoka peponi ambalo lilikuwa jeupe kuliko maziwa. Jiwe hili sasa ndo starting point, yani sehemu ya kuanzia. Akifika pale mtu ana mambo manne ya kufanya: ima alisogelee na kulibusu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofanya, au aende akalishike na mkono wake aseme bismillah Allahu akbar. Akibusu kadhalika anasema bismillah Allahu akbar, aibusu kwa mdomo wake ya mwanzo, au aliguse kwa mkono wake, au aliguse kwa kifimbo chake, yani al-asa, asema bismillahi Allahu akbar, au aashirie al-ishara kwa mbali asema bismillahi Allahu akbar. Na kutokana na msongamano na izdiham, yani watu kuwa wengi, inayoshauriwa ni watu kuashiria kwa mbali wakisema bismillahi Allahu akbar. Kisha atazunguka ile Kaaba mara 7. Ataanzia pale atakaposema bismillahi Allahu akbar, hii ni 0. Akirudi tena pale anahesabu 1, akirudi anahesabu 2, akirudi anahesabu 3, mpaka zitakapofika 7. Lakini kuna nguzo kabla ya hii nguzo ambayo imebeba lile jiwe jeusi, ambayo ukiangalia kwa pembeni utaona alama ya kijani. Nguzo ya nyuma yake inaitwa Ruknu al-Yaman. Hii nguzo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka sheria kwamba sisi nastalim, yani tunaenda tunaigusa bila kusema chochote. Lakini baina hizi rukni mbili za al-Yamani, yani hizi za al-Hajar na hii nyuma yake, tunasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Baada ya kumaliza, yani kila shout, kila mzunguko utasema maneno hayo kufika baina ya nguzo hizi mbili. Na katika mambo ambayo yamesuniwa katika at-tawaf ni al-ittiba', yani kuweka ile rida yako chini ya kwapa lako la kushoto, kisha huku upande wa kulia itakuwa iko juu, inapita hivi kama sisi tunavyosema vazi la Kimasai linaitwa lubega. Kwa hiyo mtu atavaa hivi katika zile shout zote, yani mizunguko yote 7. Na jambo lingine la kuzingatia ni ar-ramal, ambayo ni kukimbia katika zile raundi 3 za mwanzo kama kuna uwezekano wa kukimbia na kama hakuna izdiham. Baada ya kumaliza hapo atatafuta maqam Ibrahim, yani sehemu ambayo Ibrahim alikuwa akisimamia wakati anajenga hii
al-Kaaba. Mwanzoni ilikuwa imegusanishwa kabisa na al-Kaaba, lakini baadaye wakaiweka mbali kidogo. Ataitafuta pale kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Kisha ataenda pale, nyuma ile maqami Ibrahim ataswali raka 2. Kama kuna msongamano mkubwa wa watu, basi ataenda kuswali sehemu nyingine yoyote ya msikiti, ataswali raka 2. Raka ya mwanzo atasoma suratul Fatiha na qul ya ayyuhal kafirun, na raka ya pili atasoma suratul Fatiha na qul huwallahu ahad. Kisha atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua zake na mambo mengine. Baada ya hapo atatafuta maji ya Zamzam, atakunywa, kisha atajimwagia kichwani. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya vile. Na az-zamzam liman shuriba la, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Zamzam kwa ile uliotilia nia jambo lako na ulitaka ukalitilia nia kwa wakati unakunywa maji ya Zamzam, basi Allah atakulipa. Kwa mtu atie nia kwamba Allah amponyeshe magonjwa yake, amwepesishie maisha yake, amjalie kizazi chema, kisha atakunywa yale maji ya Zamzam na kujimwagia kichwani. Kisha baada ya hapo sasa ataenda kuikamilisha nguzo ya 3 ambayo ni as-sa'i baina as-safa wal marwa. Utaona pale wameandika hii ni njia inaelekea al-mas'a, yani al-mas'a yake unaelekea katika Safa na Marwa, eneo la kutembelea. Atapanda pale, ataanza katika Jabalus Safa ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza hapo. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-safa wal marwata min sha'airillah. Atasoma aya hii, kisha baadaye atasema Allahu akbar, huku akiwa ameelekea kibla. Atasema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Au anasema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Atasoma dua hii, kisha ataomba dua yake, kisha atarejea hiyo dhikri hiyo ambayo nimetoka kuitaja, kisha ataomba dua yake, kisha atarejea hiyo dhikr, kisha ataondoka sasa, atateremka katika ile njia ya Safa. Akiona alama ya kijani, basi kwa mwanaume anaruhusika na imesuniwa atakimbia kidogo mpaka ile alama kijani itakavyoisha, kisha atapanda mpaka atakapofika katika Marwa. Akishafika katika Marwa pia atarudia dhikri hii, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, mpaka mwisho. Kisha atasoma dua yake, kisha atarejea, kisha atasoma dua yake, kisha atarejea, kisha ataondoka. Atafanya hivyo mara 7. Akitoka Safa akienda Marwa mara ya mwanzo, akitoka Marwa akirudi Safa mara ya pili, akitoka tena Safa kurudi Marwa mara ya 3, akitoka Marwa kurudi Safa mara ya 4, akitoka Safa kurudi Marwa mara ya 5, akitoka Marwa kurudi Safa mara ya 6, akitoka Safa kurudi Marwa anakuwa amemaliza mara ya 7. Kwa hiyo anakuwa amemaliza as-sa'i. Na hapa katikati anaruhusiwa kusoma Qur'an, akasoma dua yake, akaongea na mwenzie, akafanya jambo lolote la kiibada na mambo mengineyo. Akimaliza jambo hilo atamalizia sasa kwa kukata nywele zake zote au kupunguza. Kwa mwanamke au kwa mwanaume watapunguza zile nywele, lakini jambo hili lisifanyike ndani ya msikiti kwa sababu kutakuwa kuna uchafuzi wa mazingira ya msikitini. Ataenda kufanyia hotelini au kuna maeneo maalumu ambayo kuna vinyozi, basi aende akanyoe. Baada ya hapo mtu atakuwa amekamilisha ibada yake ya al-umra kwa kutekeleza al-ihram ambayo ndio nguzo ya mwanzo, akatekeleza tawaf ambayo ndio nguzo ya pili, akatekeleza as-sa'i ambayo ndio nguzo ya 3, pia ametekeleza al-ihram fil miqat ambayo ni wajibu wa mwanzo, na pia atakuwa amefanya al-halq wa taksir. Na hapo ibada yake inakuwa imeisha. Ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amkubalie katika ibada yake. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.